Sasa kutokana na hali hiyo, miaka mingi sasa inavyokwenda, uzao wa Ishmaeli na wengine unakuta unapotea, lakini uzao wa Wayahudi wao wameendelea kuutunza. Kwa nini? Kwa sababu kutoka kwao kuna unabii. Sasa je, kwenye kitabu chao hiki ni kitabu cha Waislamu, Ar-Rahiq al-Maktum, wanasema nini? Je, wana undugu na Wayahudi na Ibrahimu? Ninakwenda kusoma ukurasa wa 46, nitasoma na wa 80. Ukurasa wa 46. Jamani, kitabu hiki kimepewa ushindi wa kwanza na Rabita katika mashindano ya dunia ya uandishi wa sira ya Mtume sallallahu alaihi wasallam yaliyofanyika Maka mwaka 1979. Kwa hiyo katika vitabu vyote vya kueleza maisha ya mtume wao Muhammad, hiki ndio kilishika nafasi ya kwanza. Okay. Kwa hiyo ni kitabu chenye mamlaka. Okay. Haya, kwa hiyo naenda kusoma ukurasa wa 46. Panasema hivi, tunataka tuone, je, hawa ni kweli ni ndugu? Kitabu kinaendelea, kinasema kabla ya Uislamu, watu wa jahilia walioshikilia ushirikina huu bado waliendelea kufuata baadhi ya mila za Ibrahimu. Hapa pametajwa baadhi ya mila za Ibrahimu. Hawakuwa wameiacha dini yote. Mifano halisi ni jinsi walivyoendelea kuitukuza Al-Kaaba, kuizunguka, kuhiji, kufanya umra, kusimama Arafa na Muzdalifa na kuchinja ngamia. Waliyafanya hayo, isipokuwa walizusha katika hayo mambo mengi. Katika hayo ni pamoja na kule kusema kwa Makureshi kuwa wao walikuwa ni watoto wa Ibrahimu. Umeona? Kumbe kitendo cha Makureshi ndio kabila ambalo mtume wa Waislamu Muhammad alitokea. Kitendo cha kudai kwamba Makureshi ni uzao wa Ibrahimu, wao wenyewe wamesema ni nini? Ni uzushi. Sijasema mimi hayo bwana simulizi. Ni uzushi. Ar-Rahim al-Maktum. Ya. Je, tutajuaje kwamba kweli ni uzushi? Tuanze na Muhammad. Ngoja nisome ukurasa wa 80. Angalia kilichotokea kwa Muhammad. Inasema hivi. Anasema, ninasoma ukurasa wa 80. Anasema alipokwisha kumzaa, mama yake alipeleka ujumbe kwa babu yake Abdul Muttalib, akimpa habari njema ya kuzaliwa kwa mjukuu wake. Akaja akiwa na furaha tele, akamchukua na kuingia naye ndani ya Al-Kaaba. Akamuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumshukuru. Akamchagulia mjukuu wake jina la Muhammad, jina ambalo halikuwa likijulikana kwa Waarabu zama hizo. Katika siku ya 7 alimtahiri kama ada ya Waarabu. Umeiona hoja hii? Okay. Katika siku ya 7 alimtahiri kama ada ya Waarabu. Swali, uzao wa Ibrahimu wanatahiriwa siku ya 7? Sijui. Wanatahiriwa siku ya 8. Okay. Au nikusomee kwenye Biblia? Okay, sawa. Ngoja nikusomee. Sawa. Na kusomea hapa. Mwanzo sura ya 9. Yote haya tunafafanua ili kuona maneno anayoongea IPM kwamba nimesoma. Alafu huko akituambia maneno ambayo sio. Sasa mbona huku vitabu vinatuambia vingine? Inasema hivi, angalia hapa Mwanzo 22:1. Ikawa baada ya mambo hayo, Mungu alimjaribu Ibrahimu akamwambia, Ibrahimu, na akasema mimi hapa. Akasema mchukue mwanao wa pekee umpendaye Isaka ukaende zake. No, sio hapa. Hii hapa Mwanzo 21. Bwana akamjia Sara kama alivyosema, na Bwana akamfanyia kama alivyosema. Sara akapata mimba akamzalia Ibrahimu mwanae wa kiume katika uzee wake kwa muhuri alioambiwa na Mungu. Ibrahimu akamuita jina lake Isaka, yule mwana aliyezaliwa ambaye Sara alimzalia. Ibrahimu akamtahiri Isaka mwanawe alipokuwa mwenye siku 8 kama Mungu alivyomwamuru. Kama Mungu alivyomwamuru. Kwa hiyo watoto wa Ibrahimu walikuwa wanatahiriwa katika siku ngapi? 8. Siku 8. Ndivyo ilivyosemwa kwenye Mwanzo ile sura ya 17 kuanzia mstari wa 9. Mungu akamwambia Ibrahimu, nawe ulishika agano langu wewe na uzao wako kwa vizazi vyako baada yao. Hili ndilo agano langu utakalolishika kati ya mimi na wewe na uzao wako baada yako. Kila mwanamume wa kwenu atatahiriwa, mtatahiriwa nyama ya magovi yenu, na jambo hili litakuwa
ishara ya agano kati ya mimi na ninyi. Mtoto wa siku 8 atatairiwa kwenu. Kila mwanamume katika vizazi vyenu, mzaliwa nyumbani na mnunuliwa kwa fedha. Kila mgeni asiyekuwa wa uzao wako, mzaliwa nyumbani mwako na mnunuliwa kwa fedha yako, lazima atatairiwa. Na agano langu litakuwa katika mwili wenu, litakuwa katika mwili wenu kuwa agano la milele. Na mwanamume mwenye govi asiyetairiwa nyama ya govi lake, mtu yule atatengwa na watu wake, amelivunja agano langu. Kumbe agano la Mungu ili uwe wa Israeli lilikuwa kutairiwa siku ya ngapi? Ya 8. Muhammad katairiwa siku ya ngapi? Ya 7. Na IPM anasema hawa wote ni ndugu. Kumbe Ishmaeli alitairiwa ile siku aliyotairiwa Isaka, lakini akiwa mkubwa wa miaka karibu 12 mpaka 13. Aliyekuwa wa kwanza kutimiza agano la siku 8 ili kuingia kwenye agano la Ibrahimu alikuwa ni nani? Alikuwa ni Isaka. Sasa swali, kati ya Muhammad na Isaka nani ametangulia kuishi? Isaka. Ametangulia kuishi Isaka. Kama ametangulia kuishi Isaka ili Waarabu waingie kwenye agano la Ibrahimu la tohara la siku ya 8, tungeona Muhammad ambaye ndio kiongozi wa Uislamu ametairiwa siku ya ngapi? Ya 8. Badala yake kitabu chao kinasema ametairiwa siku ya ngapi? Ya 7. Sasa Okay. Umeona uongo ambao IPM anajaribu kutueleza. Kwa hiyo hapo kitendo cha kutairiwa siku ya 7 kinamfanya asiwe na ndugu na Ishmaeli, yani asiwe ukoo wa Ibrahim. Hakuna chochote. Okay. Iko hivi, hawa watoto wa Ibrahimu hawa, awe nje ya agano au ndani ya agano, maadamu amezaliwa na kina Ishmaeli na kina Isaka na wengine wote, lazima atairiwe siku ya ngapi? Ya 8. Siku ya 8. Haijalishi yuko ndani ya agano au nje ya agano. Muhammad katairiwa siku ya ngapi? Ya 7. Sasa utasema huyu ni mtoto wa Ibrahimu. Okay. Sasa hayo ni maneno wanayosema watu huku nje kama anavyosema IPM. Lakini ukirudi kwenye vitabu vinasema hamna. Okay, nimalizie la mwisho. Ndio. Amesema unapomchukia Muislamu unamchukia ndugu yako. Hata mimi nakuunga mkono. Hata mimi nao ndugu Waislamu sipaswi kuwachukia. Kwa sababu ni ndugu zangu. Si ndio? Lakini hoja, je, sipaswi kuwaeleza ukweli? Unapaswa. Ndio hoja hapo. Sasa ilitakiwa IPM, kwa sababu yeye ametoka kwenye Uislamu na ana chembe za Uislamu, leo yuko kwenye Ukristo, alitakiwa anapowapenda ndugu zake lakini aseme ukweli. Yaani asipendele kama anavyosema hapa kwamba mimi wanasema sijui atakayeibariki Israeli atabarikiwa, atakayeilani atalaaniwa, mpaka najiitia laana. Afadhali nilaaniwe, Waisraeli wanaua, lakini haelezi sababu. Hivyo Waisraeli waliamka tu kwenda kuua. Mbona simsikii akiongea habari za haya mataifa ya Kiislamu? Sijui kama hata na habari za OIC, sijui kama nazo, wala sijui kama nazijua. Ingawa ananiambia amesoma. Okay. Angekuwa naeleza kama alivyoeleza Sheikh Hamza. Kwa nini nimempenda Sheikh Hamza? Nimempenda Sheikh Hamza kwa sababu alisema ukweli tulipofungua vitabu na mjadala ukaisha. Lakini yeye anaongea bila kunukuu popote. Alafu anatoa maoni yake. Yale maoni yako ukiangalia, ukiyaweka kwenye mzani, yamejaa chuki ya Wayahudi kutoka kwenye Waislamu. Yaani Wayahudi, chuki dhidi ya Wayahudi. Kama Qur'ani sura ya 5 aya 51 inavyosema, enyi mlioamini msiwafanye Wayahudi na Wakristo kuwa marafiki zenu. Kinyume cha urafiki ni nini? Si ni uadui. Sasa hayo ndio anayowabeba IPM. Kwa sababu angekuwa mkweli, angetusomea Qur'ani sura ya 5 aya ya 20 na 21. Na mimi simulizi na kutuma. Ukamuuliza kabisa kwamba mwalimu Mwankema anakuuliza, wewe unaposema kwamba unaona tu kama Wayahudi wanaua wakati wao wanajilinda, mbona Qur'ani imesema ile nchi ni ya Waisraeli? Kwa nini wewe unasema kwamba wale wanaua tu? Kwa mfano, mimi sielewi anakaa wapi IPM. Okay. Nyumbani kwake watokee watu wamekuja na mapanga, wanaua mpaka watoto wake, sijui wanaua mke wake, wanaua kila kitu ndani ya nyumba yake. Yeye atafanya nini? Lazima atajilinda. Aha. Ila Waisraeli wakijilinda dhidi ya uvamizi wa Irani wanaotaka kuchukua mji wa Yerusalemu, hao wamekosea.
IPM. Usomi gani huo? Sasa wanajilindaje wakati wanaenda kupiga kule Irani? Sio kama wanapigana pale Israeli. Yaani iko hivi, nimekuambia tunaongelea Irani sasa. Ndiyo. Nimekuambia Irani ndio wenye kikundi cha Hezbollah. Okay. Kilichoko pale Lebanoni. Ndio maana Waisraeli wakasema badala ya kupambana, tunamuona mbwa yuko kwenye mti Huyu mbwa aliyeko kwenye mti hajajipandisha, amepandishwa. Kwa hiyo sisi tunashughulika na mwenye mbwa. Tunaweza tukapuuza hizi habari za kwamba pale Israeli aliwekwa kistrategic na Marekani ili apate kuyanyonya mataifa ya Kiarabu, kwa sababu tunaona kama hivyo anavyokuja naingilia nasaidia vile tunavyoona serikali sasa. Achana na vile ulivyoniambia kuna matajiri wa Marekani ambao wanasaidia, lakini tunaona kama serikali yenyewe wale rais anaingia anakuja nasaidia. Sio kweli ni sawa sasa kwamba yeye ameweka pale kwa ajili ya strategic, kwa ajili ya mafuta, kwa ajili ya nini, kuhakikisha na yani Middle East ile yeye anaicontrol Marekani. Yani iko hivi, nimekueleza Ndio kwamba walioko Marekani Wayahudi ni wafanyabiashara wakubwa. Tunakwenda sawa? Sawa. Rais anajua kina nani walipa kodi wakubwa. Okay. Maana yake wanamwambia kwamba hii kodi tunayolipa hapa wasaidie na nchi yetu. Okay. Ndio maana sera ya Marekani kwamba ili rais awe pale lazima wanaitambua Israel. Okay. Kwa nini? Ile tarehe 14 Mei 1948 ndio Israeli ilipojirejesha kuwa taifa, siku ile Marekani iliandika barua ya kulitambua taifa la Israeli. Okay. Umeona? Kwa hiyo ni sera ambayo ipo. Sasa ukisema kwamba wanaanza kuleta hizo tunaziita guta politics, hizo ni siasa za majitaka. Yaani unaacha kila ambacho kipo chenyewe unaanza kubuni. Kwa mfano sasa IPM anasema sasa we nenda kawaambie, yani nenda nalo mitaani kwamba Wayahudi wanaua na watoto, usikie utakachojibiwa. Huku ndio mitaani huku. Tunakujibu hivi, Wayahudi wanajitetea kwao. Sasa IPM kataa kwamba hawajitetei. Okay. Hii ndio shida. Yaani unajua simulizi. Narudia tena. Ukikataa ukweli na historia usipoenda nayo sawa sawa itakuacha. Alafu historia ikikuacha yenyewe historia itanyooka, wewe utajikuta umeachwa. Narudia tena. Ndio. Hata Qur'ani ukisoma Ndio inasema Wayahudi na Wakristo ni maadui wa Uislamu. Lakini je, mimi niwachukie Waislamu? Hapana. Ila kazi yangu ninawafundisha kwamba jamani, fanyeni, hebu punguzeni hizo itikadi kali. Mimi ni ndugu yako. Mimi ni ndugu yako. Na Qur'ani imewaambia fas'al ahla dhikri in kuntum la ta'lamun. Sura ya 10:94. Nyinyi Waislamu mambo yakiwashinda waulizeni Wayahudi na Wakristo. Sasa shida moja IPM anaropoka. Samani mnisamee kutumia neno anaropoka. Anaropoka kwa sababu angekuwa na nukuu hivi vitabu ninavyonukuu hapa, asingesema maneno aliyosema. Qur'ani msikitini akienda, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Arrahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ili neno ghairil maghdubi alaihim waladdallin, muulize maana yake nini na linawahusu nani? Kiswahili maana yake Mwenyezi Mungu situongoze kama njia ya wale waliogadhibikia wala waliopotea. Nikikuchukulia Qur'ani hii nikakusomea utashangaa. Ngoja nisome tu, kwa sababu nimeshasema hapa. Asija akasema Mwankemo alisema tu, hakunukuu popote. Mimi nikiwa na vitabu lazima ninukuu. Inasema hivi. Ni aya ya 7 hiyo. Namba ya hadithi katika Tirmidhi 2954. Hadithi imesimuliwa na Adi bin Hatib kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, amesema Mayahudi ndio waliogadhibikiwa na Manaswara ndio waliopotea. Okay. Manaswara ndio Wakristo. Ndio hili neno la mwisho ghairil maghdubi alaihim waladdallin, ambayo Muislamu leo anaisema mara 17 kwa siku. Okay.
Nilimwelewa tu aliposema tufundishe upendo. Na huo upendo unadhihirika kutoka kwetu wa Kristo. Kwamba japo rafiki yangu au ndugu yangu Muislamu atasoma kwamba atanisema kwamba mimi nimepotea na Wayahudi wameghadhibikiwa, lakini ukweli ni kwamba ninawapenda. Kwa nini ninawapenda? Ndani yangu nimepokea upendo wa Yesu Kristo. Okay. Wakati Qur'ani sura ya 5:51 inasema enyi mlioamini msiwafanye Wayahudi na Makristo kuwa rafiki zenu.